Usiwazie na chekea furaha. Hii cheko yenyewe niko na cheka, iko inatoka ndani na iko na decision. Hapa ndani ya hii nyumba hauingii. Kama parcelle ni yangu, iliniachiaka kaka yangu. Hapa wewe hauingii. Maneno yako hata nipishe mimi niingize mizigo. Changa, sina pesa kukusana na wewe nakwambia. Sina pesa kukusana na wewe. Tena ujiheshimie. Miaka nyone kama parcelle yetu, haienea tu. Unakala miaka 10 mwi parcelle. Hautingia hata 50. Makuta ya baba yangu mie. Anatumikia jasho yake. Unataka kuichezea. Unavimbisha wachafu. Kabambi huko. Unataka kuichezea wewe. Changa, sina lazima kukosana na wewe. Sina lazima kutolea siri ya maisha yako sasa hii. Unipishe niingie. Ingia tu. Wewe. Nipishe niingie. Changa, nasema nipishe niingie. Huwezi kuingia. Hii parcelle kama ni ya kaka yangu Meli ni paka. Wewe hauwezi kuingia. Kama mai na kuingilia kule, itakuingilia ni wewe. Na kama mai iko na misumbue, na misumbue ni mwewe wenyewe mko kule, hainisumbui mie. Na hapa hivi hauwezi kuingia, upande ushuke hauwezi kuingia. Sasa mimi nasema hivi, tena nisikie sana. Penye kwa mama yangu Vero chini ya bulongo leo hii. Kama unanitafutaka utanikula nyama mbichani. Unanitafuna. Mimi nakwambia hivi hapa nitaingia na kule kile utanipeleka. Miaka 10 parcelle. Sawa, parcelle ya kaka yako inakubalika. Parcelle kwa kaka yako inakuwa yako. Inakuwa yako wewe, usikia hata haya. Unataka kuingia? Ingia. Sasa tuone kama wewe utaikala au mimi ndio nitariti huko. Hakuna kitu utanifaa. Wewe ndio kwenye unapenda, wewe ndio fanya kitu kile unajisikia. Ingiza ile matela. Taarifa ya mwisho mbele niingize matela, nakwambia sasa hivi. Unekala miaka kutosha mwi parcelle, hata kitu akufanya. Unavimbisha machafu kabambi huku, tumbo mnene unavimbia hapa saa chura, unavimbia yulu saa chupa. Unapenda mimi unaintimidate. Au nipeleke fasi mama, mimi ndio Maitre Sedar. Naingiza matela nipeleke kwenye unaona. Mtoto anayambia mwalimu eko nacheza na peto. Wewe ingia. Sasa yeye anajiona ni mwanaume. Yeye anajiona ni bingwa. Wewe kama uko bingwa, mimi ndio pertenia kisasa. Sichezee wewe sicheke waki. Uliza atakwambia. Nitoke hapo mngake. Nitoke. Mutane mabusuka. Mutane mabusuka. Kila ni ngati mali. Mutane mabusuka. Nawe ona makuchelewa. Mabusuka kaniangaisha mmakate. Kila mtu shaje maneno yake. Maneno yangu nataka kifanya chuka moyo hapa. Tamam. Masagala ka lang. Bando, masagala ka lang. Uwang sa balay. Mabeto. Kaka mama, ewa gisa. Wala gisa daw na kung saan ka ito bali. Bando. Mama, kumbe baba wake miaka yote. Mimi nashangaa wewe. Iku ya labda na yalaka mwendo pango. Mbona mtamu tu? Mambe nyumba. Hivi na hivi. Kumbe baba wake kwake. Manake mbeo mabeto ni wa hatari. Banasema ishi na mtu ndio utajionea wewe peke. Tele kwa vimba na vimbisha na machafu aseme pima tu kuingia mundani nitakuonesha. Unasikia? Ni mwaki ni mtu wa hatari sana. Atukushara tunaweza nipa nyumba pa $50 sasa nyumba sana yake.
nakata nywele juu wakati kwa haraka sana washaanza kunitenda mzuri. Nywele. Hivi. Damari, manake wewe shukuru Mungu unaingia wakati mzuri. Mama sisi tuko tayari tufanya hivi. Manake mimi ndio nimeanzaka wewe. Mimi naandaka na mama mingi na nimeanzaka wewe. Alinifanyisha mtini kwa mama yewe. Manake kunalamikia sasa ule mtoto anaweza kawese. Bana wake alimwacha juu ya makuta na vitabu vingi alivi. Afra. Mama mama ule. Ile pale shamba kata haya pale. Mwako wote kwa mkubwa wako. Mimi sinyanyika kuita pale. Ule mtoto mwenye nyumba alikuwa mbele yangu na matela. Njoo vile. Mimi silikuwa nyuma yake. Kona tu sasa simama hapa ni kwangu. Ile matela utaingiza hapa. Hivi na basi kama maana haya. Chindo mimi mbinjo kisa mnyani nichomoka kule mbio nikeni mipi. Acha wale wakuti mtoto wangu chini nitakuanguka huyu. Acha baba tu na mshanga. Uma beto. Hey. Basi niko mzazi. Mswahili anakuambia kile kiote kenyewe kinakuwaka inabidi kipatiwe solution. Hakuwezi kuwa probleme bila probleme, hamwezi pata solution. Kwa hiyo mimi kama vile mama nasema hivi, tusameane. Kwa yote iliyopita, ulishakia na vitu niweza. Nikaona hivi, kwa Yesu shingiza vitu mwenyewe. Nilishajipanike, nilishasababika kwa mapangai na kwa sai mapangai banajua kama mimi nyumba sio ya kwangu. Sasa mimi kama vile mama naona hivi, wewe na kutia kwa mawazo yako ile uko unasema nilipe kwanza chambrette, mimi nitakupa chambrette. Mais utapatiente ule locataire ko pale nipashi préavis ya mwezi mmoja atoke akwachie fasi. Mais wewe sasa utabaki na nana msamo kwanza mwezi siku. Ile ndio ilikuwa mawazo yangu mie ya mwanzo aine hapa sasa. Nilikuja kwako nakwambia shanga unisaidisha mbrete niikale. Ifasoke mai kishuka nirudie kwangu. Ulinikatalia kata au kupenda hata kusikia ile histoire. Nikaenda kutafuta ukweli wenyewe wewe ulilipose nikautafute. Leo najua ukweli. Kufuatana na ukweli wangu mimi nakwambia sasa hivi sitakubali kuikala na wewe fasi moja shanga. Sikia mekoseda. Na njoo maana Mswahili alisema wakati mai kingali kwa magoti, angalia kisa utaivuka. Wewe nilikuwa nishakuonaka depuis zamani mjanja mwako. Sasa mie pertonia kisasa. Siwezi kukubali kukala na wewe na wakati unanionyesha mjanja. Kwa hii nyumba wewe hautaikala. Na ukikazania kuikala kwa hii nyumba nitakuonesha. Chef, kama mimi napita hapa, ndio shangazi yangu. Shangazi yangu ananiambia mie atanionesha. Shanga toka nitoke na baba yangu aniambie mie atanionesha. Ndio napenda kile cha kunionesha, anioneshe hapa mbele yenu.
Anionyeshe hapa. Sikia nikwambia wewe maître. Usinizoe paka pale. Hii parcelle ni yangu mie kaka yangu ndo nilicheka. Kama usinizoe. Wewe bado. Ikala kimi. Acha mshonda, sio mtoto wako huyu. Mbona una akili? Acha bakuba baraka babake baba mwa maneno. Wao watamweka maneno. Ala. Bakubwa. Mwendelesha maneno ni tuendelee kule. Maître. Pesa? Huyu ni nani wako? Miomba yangu. Miomba yako. Miomba. Uhiba. Mimi nashangaa maneno tena ikisiba nairudia watoto. Bali kuyaka hapa. Na huyu shangazi yako. Mkana. Huyu shangazi yako ndio alituita sie kama vile bakubwa mgini tuwe tumusikilizishe tutengeneze hapa watoto wabakie kwa uhusiano moja. Tukabashauria mzuri ikaonekana bakatuonesha mamikanda yao walikuwa nayo ya parcelle. Huyu akapata haki. Tukasema huyu ndio anastahili. Eko na mikanda yenye kuhusika kabisa mtu kuwa na parcelle kwa nini? Si ni mikanda? Mikanda baba. Huyu alikuwa na karatasi yenyewe ilikuwa inaandikiwa tu na vitu. Ndio vile. Ndio. Sasa mimi nashangaa tena hapa tena bana nirudisha tena hapa kusema nini tena nibasikilize. Hivi venye wewe umeomba mtu unakuwa na hiyo hii maneno utaiongoza. Nashukuru sana chef. Hii maneno mlikata. Gisi mlikata vizuri sana. Parcelle ni ya mpaya. Sasa kitu gani kinataka kunitia bazimu na kunigeuza roho ni cha probleme ya yeye. Na msanga wakati bofrere tulikuwa tunaendaka naye eko mkutosha faranga kumupatishia. Na mimi nilikuwa pa asikia hata haya ya kusema hii parcelle ni yake. Na mimi naliasiste wakati faranga iko naenda mikono yake. Aya mzurumu tu mtoto parcelle hii bulongo ni bulongo wake wa mtoto. Na ile iko nasema kama sema atamuonyesha. Ile ni blague ile. Akipenda kumuonesha na mimi nitamuonesha. Njoo habari kwako. Akipenda kumuonesha mtoto anakula gharama kubwa sana hapa kwa unamwona. Kwa kutaka leo awe metre tunafanya chini juu damu ya jasho ya damu. Yeye muharibishe na mimi umbake niko hapa. Haitawezekana. Nitakuonyesha na mimi. Wewe baba, uko unasema mimi utanionyesha au una kitu utanionyesha? Mimi nasema ili kusema tu uko mzani miza. Mie Bertonia kizaza takungola ile kipake kwa na meno. Onzani muza. Hawezi kunitisha na wote nipima. Hawezi nionyesha mimi Bertonia kizaza kitu. Unasikia? Yeye kama nikuita wewe, mimi na mimi niko na jamaa. Unasikia? Niko na jamaa, Barija, Bavero, Susi, ndio dadangu mimi. Benyewe hawezi kusimama na mimi. Mimi na mimi batasimama na wewe. Nasema. Angalia, unaniona mzuri. Unaniona mzuri. Kala chini. Unaniona mzuri? Niangalie mzuri. Utanifanya nini? Wewe. Shangazi, niache niseme hata nisoea. Hata nisoea mimi. Chef, sina mambo mingi ya kusema. Parcelle mlishaka mpatia mtoto. Hiyo tumikana to makaratasi ndio kitafanya nini? Yeye ishabeba parcelle zamani. Tunafanya hivi, mimi naishi hapa. Mimi naenda. Ibaka tutarudilia tena. Wewe vile unasema utanitafuta na mimi nitakutafuta. Vile unasema utanionyesha na mimi nitakuonesha. Tutaoneshana. Bakia, tutaoneshana mimi na wewe. Siwezi kukubali parcelle niache na niko niona na macho. Siwezi kukubali. Kama nikuoneshana tunaoneshana. Chef. Karibu. Hivi karibu. Mimi. Pesa? Habari gani? Salama. Wema. Kelele. Habari Si tuko bien. Mimi na mwisho kufika nilikuwa hapa hivi kuangalia rafiki yangu.
Nilikuwa ninaenda kunywa kwa mai hapa. Karibu tena bibi. Asante. Mie kama nakuja hapa mimi. Fatana mambo shangazi yako. Alikia magharibi kule kwa nyumba kunifuata. Sasa alifika kunifuata, ananiambia shangazi, mimi naomba huruma. Unitie metre tuongee. Nirudie kwa nyumba, nateseka sana. Mimi mro yangu kasema sitamjibu. Nenda kwa nimuone mbele metre. Nikisha muona metre tuongee kwanza kwa siaba pawili. Unaona? Ndio pekee nilikuwa nafuatia hapa. Wewe mama kusema rudi hapa nimeona yona je. Bibi. Kusema kweli. Nishanga. Sina neno. Wala. Malgré vitu vya nifanyizia mgomvi leo na kelele kesho, sina neno. Pia ni kiasi kazi yangu. Kufuatana tu yeye mwemba alisema hapa atakuwa anatoka na mimi. Kwa hiyo kama ni nyumba ya kuikaa, nitapatia nyumba kwa kuikaa. Hapana. Hapana. Sie tulikaa jamaa. Sie bote jana magharibi, magharibi fatu ile kufika hapa nyumba na mimi nikatoka. Nikaenda kumwona mbaba yangu mdogo. Nikaenda kumwona shangazi yako. Tukakaa basi mmoja. Shangazi yako anachanga mtumbo mwana babako. Nikaenda kumwona. Bote banakatana banasema asirudi pale pa nyumba. Ndio arudi pale pa nyumba atakufa mbaya. Haujui vile murade muko. Mtu aro mbaya baki aro mbaya tu. Abadilikaki. Mama maparcel tushaona ya mingi sana. Uko nafuata. Basi wanaona pia maparcel. Anataka kukutira hata kwa zoba. Hautajua. Utakufa sana nyama. Masiki. Ni hivi tulipiga simu Tanzania bana katana. Nikapiga simu likasi bana katana. Kwanza likasi ndio kulikenya kusema kama ni vile mbaki kwa parcel, uzishele parcel na uwafate mwende kibaki mkalima takuua. Ule mwanamke ana roho mbaya. Ana roho mbaya sana. Mimi nasikia vitu vya unasema. Vyote nasikia. Tena nifuata kwa makini sana. Jana usiku papa leki vimsa. Nikuta nikasi. Ilikuwa ni uturo hii usije moyo. Ya makelele bila shaka. Na akanishauri akasema ikiwezekana niuzishe na hapa nitafute terili kasi ya kasi. Sawa kabisa. Jibu yangu kwa haraka nikamwambia sawa nitaangalia na kufanya. Busubuhi tena leo ba mdogo hii Sandre. Na akaniita vile vile kwa WhatsApp. Tukuongea kirefu kuhusu mambo ya maisha. Yeye na akaniambia vile vile. Na hivi unaongea na ile maneno. Na kisu unasema ni mambo ya jamaa. Sike shangaa afua mama Francine nitakuwa ni hii probleme moja. Na siwezi penda niangushe jamaa. Kwa hiyo maneno yote ndio nasema hapa mimi nitaenda kazi. Yote. Nasiki. Sawa. Kwa mimi naona nitaushauri hapo. Ile ni muhimu kabisa. Bora uzishi kuja tukana ba minere. Magazi bote bado tukutana basi mwa kabisa. Usipime ukasema tunasema umwache bali. Atakuelimine. Mtu wa roho mbaya hautamjuilia. Mimi kama nilianza kwenda huku. Nikajuta kwa mimi kwa mzima. Mama, akamo. Niko shangazi yako. Wewe, mimi bibi yako ndio yako. Kama niko kwa mganga. Natafuta hapa tuulizane maneno. Familia moja igombanaki. Mgizi mimi nilikuwa naona akili yangu. Wewe utakuwa kunyumba ya ng'ombe yako. Shangazi yako naenda kunyumba ng'ombe yako chini.
Sawa, nikale pale kwa maneno. Hapa hakuna tena mtu mmoja fanya nini? Kisha mimi nasema njoo basi. Mungu atabengo ananiambia, Bibi. Abe, Bunduku ni mkovu. Sinjo nasema. Ndio. Ule mkovu shafutika. Ule mkovu ndio nasema pale unavutika una hapo. Familia ambayo ndio kuna consider ilikuwa zamani, haina hapa sasa. Mie nasema mie Petre Selena Mpenye kwa mama yangu Vero China Bulongo. Huyu mwenye kuwa hapa. Hakuna. Nasema na katala jamais au grand J. Mimi kikala na hata parcelle moja. Sitakalaka naye tena. Kufuatana na maneno yenyewe nishasikia. Kufuatana na mimi naona na maneno yenyewe iko naongea yeye. Bule bundugu una hapo nafuta kwa tena hako. Na ni vile idependere na mie. Ingekuwa na dependere na mie, kuya siri ndio nasikia hapa. Siwezi hata kuitika tuchangie naye hata pei tu. Siwezi itika. Kwa hiyo mimi nasema hivi na katala. Sitaitika. Shangazi. Kama hivi vyote vilifikia. Nilishajikuta. Ni mimi nilikosa kuwaza mapema. Na kama nilisema mingi na mjomba wake akafika akaamua kusema kama maisha yake yeye kwa mikono yangu. Ilikuwa ni kusema tu. Haikuwa kama nitatenda. Kwa hiyo ndazidi tu kuomba msamaha. Na kumwambia mtoto wangu tusamee yote ilipita. Banipatisha hata shangati. Nikale nipumzike basi sina kwa kwenda sikutayarisha makao yangu mwezi wote nilikala. Sikutayarisha Baby. Sijui kama niseme mluka gani tuelewane. Iwe jana nasema ile shambrete. Bili jana nasema ile shambrete. Ile shambrete yeye haende itafute kwingine. Ile shambrete yeye aende afanye juu chini, aende alie tena kaka yake. Si baba yangu mimi yeye ndo alichangia kumuua. Yeye ndo alichangia mimi kufuatana maneno. Yeye ndo alichangia. Aende kwa makaburi alie tena hivi. Kaka mimi nilikuwa na kulomba msamaha nikalishe tena kwa mtoto wako. Anipe shambrete. Mimi Maître Sedat nakatala sitampa. Na